Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Leo ikiwa tunaendeleza ukumbusho katika mambo ambayo mayajibu ala almarid, mambo ambayo anawajibika mgonjwa kuyafanya kipindi yeye yuko mgonjwa. Leo tutaendelea kukumbushana kama tulivyopita katika darasa zetu zilizopita nyuma. Leo ikiwa ni majlisi ya 3, tutakumbushana kunako ahamiyatu wa wujubi, umuhimu na uwajibu wa kuhifadhi na kudumisha swala 5 kwa mgonjwa. Leo imekuwa katika wengi au katika asilimia kubwa ya Waislamu ambao wanapata maradhi, Allah tuhifadhi sote kwa ujumla, miongoni mwa kitu ambacho wanakisahau sana kwenye maisha yao haya na katika mtihani huu wa maradhi ni ibada ya swala 5. Kana kwamba wanahisi au wanaona kwamba mtu anayeumwa hawajibiki kuswali. Jambo hili, ndugu yangu Muislamu ambaye unanisikiliza katika kipindi hiki, hii fikra unatakiwa uiondoshe katika uelewa wako. Faya ayuhal maridul muslim, ewe mgonjwa ambaye ni Muislamu, ittaqillaha ta'ala, muogope Allah mtukufu. Wa hafidh ala salatika fi maradhika kama kunta tuhafidh alaiha fi sihatika, na zihifadhi na kuzidumisha swala zako kama ulivyokuwa wakati uko mzima. Kwa nini? Fa inna salata amudul islam, hakika ya swala ndiyo nguzo ya Uislamu. Wa a'dhamu arkanihi ba'da shahadataini, na ndiyo nguzo kubwa baada ya shahada 2. Walam yusqitaha Allahu ta'ala 'anil muslim ma dama aqluhu thabita, na Allah subhanahu wa ta'ala hakuiporomosha swala kwa mgonjwa, maadamu akili yake imethibiti, iko salama. Bal khaffafa anhu fi kayfiyati adaiha, bali Allah subhanahu wa ta'ala amekhafifisha, amemfanyia wepesi namna ya kuitekeleza swala mgonjwa na namna yake ya kuitekeleza. Kwa hiyo mgonjwa anawajibika kuswali kama alivyokuwa yuko salama, hana maradhi. Anawajibika mgonjwa huyu wa Kiislamu kuswali. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa taala anasema, wa aqimus salah, simamisheni swala, wala takunu minal mushrikin, wala msiwe miongoni mwa washirikina. Aya hii ipo katika surati Rum aya 31, ambayo inaeleza moja kwa moja mtu asiyesimamisha swala anakuwa miongoni mwa washirikina. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika surati al-Baqara aya ya 238, hafidhu ala salawati was salati al-wusta, dumisheni kuswali. Hafidhu ala salawati, zihifadhini swala, kwa maana zidumisheni. Was salati al-wusta, na swala ya kati na kati, ambayo wengi wanachuoni wametofautiana. Kuna wale wanaosema salatul wusta ni salatu dhuhur, na kuna wale wanaosema salatul wusta ni swala ya al-asr, na hii ndiyo kauli ya jumhur. Kwa hiyo Allah anatuambia dumisheni swala na swala ya kati ambayo ni al-asiri, wa qumu lillahi qanitin, na simameni kwa ajili ya Allah hali ya kuwa ni wanyenyekevu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema katika suratut Taghabun aya ya 16, fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kwa kadiri ya uwezo wenu. Hizi ni aya mbalimbali ambazo zinazungumzia wajibu wa Muislamu kuswali kwa hali yoyote atakayokuwa nayo. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah hailazimishi nafsi isipokuwa kwa uwezo wake, kwa wasaa wake. Kwa hiyo mgonjwa vyovyote atakavyokuwa, maadamu akili yake bado iko sawa,
maadamu bado ana uwezo wa kutambua hili baya hili zuri, hajachanganyikiwa, mgonjwa huyu anawajibika aswali swala 5. Imepokelewa kutoka katika Sahih Bukhari hadithi nambari 1117 عن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه قال كانت بي بواسير. Huyu sahaba Imran ibn Husayn alikuwa ana ugonjwa wa bawasir. Fasaltu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ani salat, nilimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu kuswali. Ni mgonjwa, hawezi kukaa, bawasiri nafahamika. Akamuuliza vipi kuhusu swala. Faqala, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, salli qaima, swali hali ya kuwa umesimama. Hata kama uwezi kurukuu, basi swali hivyo hivyo ukiwa umesimama. Fa illam tastati', kama haukuweza, faqa'ida, swali hali ya kuwa umelala. Fa illam tastati' fa ala jambik, na kama hukuweza ukiwa umekaa, basi swali hali ya kuwa umelala kiubavu ubavu. Kwa hiyo Uislamu umefanya wepesi, umeweka wepesi kwa mgonjwa ambaye ana maradhi mbalimbali, basi aswali kwa mujibu hali yake itakavyokuwa. فهذا الحديث العظيم يدل على أن المريض لا يترك الصلاة. Ukitazama hii hadithi tukufu inajulisha moja kwa moja ya kwamba mgonjwa haambiwi kwamba aache swala, bali yuaddiha ala hasabi istitaatihi, bali ataitekeleza swala hiyo kwa kadiri ya uwezo wake, qaiman au qa'idan au ala jambihi, hali ya kuwa amesimama au amekaa au hali ya kuwa amelala katika ubavu wake. Lakini waqad jaa alwa'idu ash-shadidu fi tarki as-salah, yamekuja makemeo makubwa kabisa katika kuacha swala. Fa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, ameieleza Jabir kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma amesema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarku as-salah, kati ya mtu na kati ya ushirikina na ukafiri ni kuacha swala. Hadithi rawahu Muslim, hadithi amepokea Imam Muslim. Ukiangalia hadithi iko wazi, inaeleza kwamba mtu yoyote asiyeswali hali ya kuwa ana uwezo, yuko salama, basi huyu kati yake yeye na kati ya ushirikina na kufuru ni kuacha swala. Leo wangapi katika Waislamu hawana matatizo yoyote lakini hawaswali? Wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala, wamche Allah subhanahu wa ta'ala hawa wanaoacha swala. Hadithi nyingine an Buraida radhiyallahu anhu, kutoka kwa Buraida, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume anasema, al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah, ahadi ambayo iliyopo kati yetu na kati yao ni swala. Faman tarakaha faqad kafar, atakayeacha swala basi amekufuru. Rawahu Ahmad, ameipokea hadithi hii, ameieleza Imamu Ahmad, lakini pia wa Tirmidhi na Imamu Tirmidhi wa Nasai na Imamu An-Nasai wa Ibn Majah. Hadithi nyingine inazungumzia pia uzito wa kuacha swala. Ana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Abdullah ibn Mas'ud anasema nilimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, ayul amali ahabbu ila Allah, amali gani ambayo inapendeza zaidi kwa Allah, jambo gani ambalo Allah analipenda zaidi? Qala, mtume akasema, as-salatu ala waqtiha, ni kuswali ndani ya wakati wake. Hii ni miongoni mwa hadithi ambazo zinaeleza wajibu wa kusali, kudumisha swala katika wakati wake. Hadithi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Pia mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza katika hadithi ameipokea sahaba Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, mtume anasema, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyama min amalihi salatuhu, hakika cha kwanza mja atakachohesabiwa siku ya kiyama katika matendo yake ni swala.
swala ndiyo jambo la kwanza kuhesabiwa mtu. Kwa hiyo swala ikikutwa iko salama na matendo mengine yote yatakuwa yamesalimika. Lakini swala hii ikikutwa ina mapungufu au mtu hakuswali kabisa, basi amali zote alizokuwa amezifanya na zenyewe zitakuwa hazina faida yoyote kwake, kwa sababu swala ndiyo amali ya kwanza itakayohesabiwa. Na wanachuoni wameizungumza swala kwa maneno mbalimbali. Amirul Mu'minina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu katika athari anaeleza, la hadda fil islam liman taraka as-salah. Maneno mazito ni kwamba la hadda fil islam, hana hadhi yoyote, hana nafasi yoyote katika Uislamu, hana fungu lolote katika Uislamu liman taraka as-salah, wa yule aliyeacha sala. Rawahu Imam Malik fil Muwatta. Tazama maneno haya kwamba mtu yoyote ambaye haswali hana nafasi yoyote, hana faida yoyote, hana khairi yoyote mtu ambaye haswali. Mwanachuoni mwingine Abdullah ibn Shaqiq rahimahullah anasema, kana ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghayra as-salah. Anasema kwamba walikuwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama hawaoni kitu chochote katika matendo ambacho kuacha kwake ni ukafiri isipokuwa swala. Matendo yote unaweza ukaacha na hautoki katika Uislamu, lakini miongoni mwa matendo ambayo ukiacha tunatoka katika Uislamu ni swala. Kwa hiyo tuchukue tahadhari sana, enyi ndugu zangu, nyie wagonjwa au sisi wagonjwa, lakini pia na wale ambao hawaswali na hawatekelezi ibada ya swala. Waqala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad Allah mrehemu anasema, kullu shay'in min al-amali yutraku illa as-salah, kila kitu katika amali huenda kikaachwa isipokuwa swala. Fa inna tarkaha kufrun, hakika kuacha swala ni ukafiri. Maneno hayo utayakuta katika Tabaqatil Hanabila juzuu ya kwanza ukurasa wa 343. Kwa hiyo enyi ndugu zangu, faya Abdullah, ewe mja wa Allah ambaye wewe ni mgonjwa, innal maradha mahama ishtadda, maradhi vyovyote atakavyokuwa, vyovyote atakapozidia, laisa udhuran fi tarki salat, maradhi sio udhuru wa kuacha swala, bal huwa min a'dhamil awqat allati yaftaqiru fiha al-'abdu ila rabbih, bali kipindi cha maradhi ndio miongoni mwa vipindi muhimu na nyakati bora ambazo Muislamu anahitajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kipindi ambacho mtu anaumwa ndio kipindi ambacho ana uhitaji mkubwa kuhitaji msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mja anawajibika au anatakiwa awe karibu na Allah ili aweze kumsaidia katika kipindi hiko ambacho yeye ana uhitajio mkubwa kabisa. Wayahtaju fiha ila munajati, kipindi hiko cha kuumwa ndio kipindi ambacho anahitaji huyu mja wa Allah azungumze na Mola wake, watadarru ilayhi, na nyenyekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalli ala hasabi qudratika, kwa hiyo ewe mgonjwa wa Kiislamu, hakikisha jitahidi uswali kwa mujibu wa uwezo wako. Waharisa ala salati fi waqtiha, na pupia kuswali katika wakati wake. Wa abshir bil khairi wa thawab, na kuwa na bishara njema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakupa thawabu na atakupa malipo. Kwa hiyo ugonjwa sio sababu ya wewe kutokuswali, labda ikiwa ugonjwa huo hauwezi kutambua chochote unachokifanya, labda umechanganyikiwa au na vitu kama hivyo. Na maelezo zaidi unaweza ukayapata kwenye vitabu vya fiqh. Wanachuoni wa fiqh wameeleza namna mgonjwa kwa kadiri atakavyokuwa anatakiwa aswali katika hali yeye ambavyo yupo. Asallallahu alazim rabbal arshil azim an yashfiya marda almuslimin wa an yarzuqana wa iyyahum almuhafadhata ala as-salah hatta nalqahu, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wallahu a'lam. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape shifaa wagonjwa wetu na atujalie miongoni mwa wenye kusimamisha swala tano, sisi tuliokuwa wazima kipindi hiki na wale wote ambao ni wapo katika kipindi cha maradhi, na atukinge kutokana na mambo mbalimbali ambayo yatatuondolea afya yetu. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.